Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni katika darasa za Mwalimu Abul Hassan Jumar, mtaalamu wenu wa kufasiri ishara za nyota na ndoto na utatuzi sahihi katika matatizo mbalimbali yanayoendana na akili, mwili na kiroho pia. Twaibu, ikiwa tuendelea na utaratibu wa kuashiria yale ambayo yanatokea kwa kila nyota, na kama tunavyofahamu nyota 12 zimehusisha walimwengu wote, na haya naelezea yanahusisha walimwengu wote, yani ni dunia nzima. Kondoo katika kipindi hiki kuanzia tarehe 18, 19, 20 utaandamwa kuwa mnyonge na hautopata faraja yoyote kwa haya mawazo ya kimaendeleo ulionayo au unayofikiria. Kwenye upande wa mahusiano, hisia zinaanza kutulia baada ya msisimko wa mwanzo. Kipato, fursa za mapato zitahitaji uvumilivu. Ushauri, jifunze kusubiri matokeo. Nyota ya ng'ombe, unaweza kuanzisha jambo lolote na utafanikiwa. Kujua hali ya afya itakutuliza hofu ambayo iliyopo. Upande wa mahusiano, uaminifu na uthabiti vitakuwa muhimu zaidi. Kwenye kipato, katika nyota hii ya ng'ombe ni kipindi kizuri cha kupanga bajeti na akiba. Upande wa ushauri, katika nyota hii ya ng'ombe, endelea na mpango wako bila kuyumbishwa. Nyota ya mapacha, mipango inayohusu kipato utaimudu na kufanikiwa. Namba ya bahati namba 6, na wanaohitaji wakopeshwa wasaidie wezavyo, na pia itakuvutia bahati zaidi. Mawasiliano mazuri yataondoa mashaka. Kipato, mawazo mengi yanaweza kuleta fursa mpya. Ushauri, chagua wazo moja na ulifanyie kazi. Nyota ya kaa, utapokea ugeni ambao ni ndugu zako wakiomba uwasaidie vizuri, uwasaidie. Habari zitazo kufikia vizuri ukazichunguza pia. Upande wa mahusiano, katika nyota ya kaa, marafiki na familia wanaweza kuwa chanzo cha furaha. Kipato, ushirikiano unaweza kuleta manufaa. Ushauri, jenga mahusiano ya kuaminiana. Nyota ya simba ni nyota ya 5, hasira au jazba katika mambo yanayohitaji utatuzi hazitokusaidia. Sehemu uliopo ni vizuri ukachunguza, na mahusiano ni muda wa kazi unaweza kuathiri mapenzi yako. Upande wa kipato, katika nyota ya simba kuna nafasi ya kuonekana zaidi kazini. Upande wa ushauri, weka uwiano kati ya kazi na maisha binafsi. Nyota ya mashuke ni nyota ya 6, zawadi nyingi zitakufikia. Mipango ufuatiliayo itatimia. Namba yako ya bahati namba 18, na ni vizuri tukawasiliana. Upande wa mahusiano, kuelewana kunazidi kuimarika. Kipato, elimu au ujuzi mpya unaweza kuongeza mapato. Ushauri, katika nyota hii ya mashuke, endelea kujifunza zaidi. Nyota ya 7 ni mizani, utazushiwa mambo mengi yasiyo ukweli na uhakika, na ni vizuri kama mwenye subira katika mambo hayo. Na mali zako ni vizuri kazihifadhi vizuri. Na upande wa mahusiano, ukaribu wa kihisia unaweza kuongezeka. Kipato, fedha za pamoja zinahitaji uwazi. Ushauri, katika nyota ya mizani, epuka siri kwenye masuala ya kipesa. Nge ni nyota ya 8, unayotaka kuyatekeleza ni vizuri kuanza haraka. Mahusiano ni mazuri, epuka mizozo au migogoro. Mahusiano, katika ushirikiano wa kimahusiano itakuwa ni mada muhimu, yani ni jambo muhimu. Upande wa kipato, katika nyota ya nge, ushirikiano unaweza kufungua milango, yani ya kupata pesa. Ushauri, ni vizuri ukasikiliza maoni ya wengine. Nyota ya mshale ni nyota ya 9, taarifa za huzuni zitakufikia hivi muda wowote ndani ya hizi siku 2-3, na hofu zitaongezeka zaidi. Kuwa mwenye subira. Upande wa mahusiano, ratiba za kila siku zinaweza kuathiri ukaribu. Kipato, katika nyota ya mshale, kazi ya ziada inaweza kuongeza kipato. Na ushauri, panga muda vizuri. Nyota ya 10 ni nyota ya mbuzi, mipango ya safari itakuwa yenye faida hasa kwa sasa na hata baadaye.
na utafurahiwa na utasikilizwa zaidi. Upande wa mahusiano, mvuto inaweza kukupa nguvu mpya. Na upande wa kipato, ubunifu unaweza kuzaa matunda. Ushauri katika nyota ya mbuzi, tumia vipaji vyako kwa ujasiri zaidi. Nyota ya ndoo ni nyota 11, utaheshimiwa na wengi watakufurahia na ni vizuri ukafuata tabia zilizokuwa nzuri. Upande wa mahusiano, familia inahitaji umakini zaidi. Na upande wa kipato, gharama za nyumbani zinaweza kuongezeka. Upande wa ushauri, panga matumizi mapema. Nyota ya mwisho ni nyota ya samaki. Utapata misaada uliohitaji na ni vizuri ukajihifadhi kwa jambo litakalokupatia aibu, na waungwana watakusitiri. Namba ya bahati namba 2. Upande wa mahusiano katika nyota ya samaki, mazungumzo ya wazi yanaweza kuleta ukaribu. Upande wa kipato, biashara za mawasiliano au mitandao zinaweza kusaidia. Ushauri katika nyota ya samaki, toa mawazo yako kwa uwazi zaidi. Kwa haya wapendwa, mnaofuatilia ishara za nyota na ishara za ndoto na utatuzi uliokuwa sahihi, tuwasiliane zaidi katika kujua matatizo. Na mara nyingi ninakuwa naelezea kuna tofauti ya matukio na matatizo. Matukio ni kama haya tunayoyaashiria, ya kila muda ukifika yanatokea. Na kwa nini yanatokea? Ni kutokamana na hisabu zinazotumika. Ni hisabu 2, hisabu ya jua na hisabu ya mwezi. Kwa hiyo lazima kwa kiwango kikubwa yanatokea bila wasiwasi wa aina yoyote. Kwa hiyo kadhalika kwenye utatuzi yaendana na hisabu. Na kadhalika unavyokuwa unafanya hisabu ndivyo unaweza kupatia kila jambo. Kwa hivyo asanteni sana na karibuni sana.